Oh, haleluya, haleluya, mwana wa Mungu uliyependwa na Mungu sana. Ninakushukuru Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru kwa kuwa neno lako limevuviwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunatambua uwepo wako Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu, kwa kuwa wewe Bwana unatuongoza, kwa kuwa wewe Bwana ndiye msaada wetu, kwa kuwa wewe Bwana ndiye unayetusaidia. Tunakushukuru Bwana, maana wewe Bwana umeletwa kwa ajili ya kutusaidia sisi wanadamu hapa duniani. So ninaendelea na hilo somo part 3, ninaendelea na part 3. I want to know, nataka ujue kwamba tuna nguvu sana sisi wana wa Mungu. Tuna nguvu mno. Tuna nguvu sana sana, kubwa mno. Tuna upako mkubwa. Tunasema upako. Tukisema upako, wewe unafikiria tu upako. Upako ni maana ya upako. Maana ni nguvu za Mungu, ni msaada wa Mungu. Wewe mwingine akisema upako anafikiria tu ni mafuta, anafikiria ni maji. Hapana. Upako, maana ya upako ni msaada wa Mungu. Maana ya upako ni uwezesho wa nguvu za Mungu. Maana ya upako ni tunahitaji nguvu. Maana yake kusema tukihitaji nguvu ya Mungu kwenye kila jambo tunalofanya, maana yake tunahitaji upako. Upako sio maji, upako sio mafuta, upako ni msaada wa Mungu. Ni uweza wa Mungu, ni nguvu za Mungu zinazofanya kazi kwenye maisha ya mwanadamu. Sasa hiyo nguvu tunayo sisi wanadamu. Na hiyo nguvu tunatawala katika ulimwengu wa roho. We are dominion in spiritual na duniani. Ajua kuna wakati mwingine ukitafakari, ukifikiria, unajihisi upo viwango vingine tofauti kabisa. Unajihisi kabisa mimi sio wa dunia hii.